Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu. Leo ni Mei 22, na kabla tujalianza somo letu siku ya leo, ni kualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu keti mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe. Ninakushukuru kwa sababu ya fadhili zako maishani mwetu. Ninasema asante kwa ulinzi wako. Ninasema asante kwa nafasi ya pekee ambayo umetupatia tena asubuhi ya leo. Ninalitukuza jina lako kwa ajili ya kila mmoja wetu ambaye anajifunza masomo haya siku ya leo. Kila mmoja ambaye ametenga muda wake kujifunza, ukambariki maradufu sawasawa na mapenzi yako. Tunayo mahitaji yetu mbalimbali tumeyaleta miguuni pako. Wewe ukatutendee sawasawa na mapenzi yako. Zaidi sana ukatusamehe dhambi zetu, ukatutakase, ukatufanye tufae kuitwa watoto wako wa kiume na wa kike. Tunapoenda kujifunza mada hii siku ya leo, tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema Mwokozi kamili. Imejengeka katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 aya 8. Neno la Mungu linasema, kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Wazo kwamba haki ya Yesu Kristo imewekwa juu yetu, sio kwa sababu ya kustahili kokote kwa upande wetu, bali ni kama zawadi ya bure kutoka kwa Mungu, ni wazo la thamani. Adui wa Mungu na mwanadamu hataki ukweli huu uwasilishwe kwa uwazi zaidi, kwa maana anajua kwamba ikiwa watu wataupokea kikamilifu, uwezo wake utaharibiwa. Ikiwa anaweza kudhibiti akili ili kwamba mashaka na kutokuamini na giza vitengeneze uzoefu wa wale wanaodai kuwa wana wa Mungu, anaweza kuwashinda kwa majaribu. Ile imani sahili ambayo inamwamini Mungu katika neno lake inapaswa kuhamasishwa. Lazima watu wa Mungu wawe na imani ambayo itashikilia nguvu ya Mungu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Waefeso sura ya 2 aya 8. Wale wanaoamini kwamba Mungu amesamehe dhambi zao kwa ajili ya Kristo, wasije wakashindwa kwa njia ya majaribu kusonga mbele katika kuvipiga vita vizuri vya imani. Imani yao inapaswa kuendelea kukua hadi maisha yao ya Kikristo, kadhalika na maneno yao yatakapotangaza damu yake Yesu Kristo yatusafisha dhambi yote. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 1 aya 7. Ikiwa tunataka kuwa na roho na nguvu ya ujumbe wa malaika yule wa 3, lazima tuwasilishe sheria na Injili pamoja, kwa kuwa zinaenda pamoja. Kama vile nguvu kutoka chini inavyowachochea wana wa kuasi ili kubatilisha sheria ya Mungu na kuikanyaga kweli ya kwamba Kristo ni haki yetu, nguvu itokayo juu inasukuma mioyo ya wale walio waaminifu ili kuinua sheria na kumwinua Yesu kama Mwokozi kamili. Nguvu ya Mungu isipokuwa imeletwa kwenye uzoefu wa watu wake, nadharia na mawazo ya uongo yataziweka nafsi utumwani. Kristo na haki yake ataondolewa kwenye uzoefu wa wengi, na kisha imani yao itakuwa haina nguvu au uzima. Lazima watu wafundishwe kwamba Yesu ni wokovu na haki yao. Ni kusudi la Shetani alilodhamiria ili kuzizuia nafsi zisimwamini Kristo kama tumaini lao la pekee. Kwa maana damu ya Yesu isafishayo kutoka katika dhambi yote ni yenye ufanisi kwa niaba ya wale tu wanaoamini katika ustahilifu wake na wanaotoa mbele za Baba kama vile Habili alivyotoa katika sadaka yake. Mzigo wa ujumbe wetu sio tu amri za Mungu, bali imani ya Yesu. Nuru angavu inang'aa njiani mwetu leo
na inaongoza kwenye kuongezeka kwa imani katika Yesu. Tunalazimika kupokea kila mwale wa nuru na kutembea ndani yake. Nuru iliyoongezwa inapotolewa, lazima watu wabadilishwe, wainuliwe na kutakaswa nayo. Gospel Workers ukurasa 161 na 162. Kisha utakuwa na haki kuendea mtu wa uzima na kula majani na matunda ya uzima na kuishi milele katika furaha kamilifu. Youth Instructor, Agosti 1 mwaka 1852. Mungu atubariki sote.